naomba unisikilize, kama utaenda kunifunga au usinifunge ni sawa. Mimi nimejitolea. Jambo la kwanza, sisi ni kabila ya Ruto. Na risasi inapikwa na kabila ya Ruto na unakula mshahara ya Ruto. Itakuwa maneno mbili. Tuende au tuanze kuua polisi. Kwa taarifa kwangu, usichukue ya mtu mwingine. Naomba unisikilize kwa makini. Unielewe kwa makini. Wewe unasimamiwa polisi Kenya mzima. Alafu polisi ameua watu. Nimekuhesabia ya kwanza huko nani ya pili. Alafu jana 6 imekuwa. Ni polisi ina uniform kama ya kwako. Ana G3, ana AK, anapiga mtu risasi, ameungana na TC. Sasa hii kabila, kwa sababu Ruto ni kabila ndio umetoa askari akuja tuwe. Chakua hiyo upaki polisi sika hiyo ambaye ameua watu. Ukitaka kuishi amani, chukua hii watu uchukue. Alafu la pili, narudi sikia kangalo. Mnakuja hapa mnasema nyinyi ni serikali. Kama sio sisi, nyinyi mnakuwa serikali ya nani? Ujiulize kwa hapo kwa hiyo kiti yako. Kama sio sisi, utakuwa serikali ya nani? Ambia Murkomen ndio maneno alitamka jana, ambia mimi nimesema arekebisha alafu akanyaga hapa. Kuja kusanyana hapa kina Suti hapa na nunua kina Uhuru hapa. Hawa ndio wako na maneno. Wanapitia wapi mpaka afika hapa? Na title linatengenezwaje kama nyinyi ni serikali mara mbili? Inatengenezwa ya kwanza alafu unaanganisha ingine ya pili. Sasa ni sisi au ni nyinyi? So tumekuja hapa kama IPOA kuhakikisha wananchi pia kwamba IPOA inachunguza hiyo mambo ya jana. Na already tuko na teams mbili. Kuna team ya rapid response kutoka Nairobi, kuna team nyingine yetu kutoka Nakuru kuja kusaidiana na wa Nairobi kuchunguza hayo mambo. Hiyo teams iko na watu wa ballistics, kuna watu wa forensic science, kuna watu wa economic investigator. So tuko hapa kusaidiana kwa hiyo mambo. Pia kusema pole kwa familia wale walipoteza wapendwa wao, na pia kwa wale polisi waliumizwa kwa hiyo mambo. Kitu tunafanya, tunaomba kama IPOA kwamba tupewe nafasi ya kuchunguza hiyo mambo, na wananchi pia watulie, wapatie investigators nafasi ya kufanya uchunguzi. And then mambo mingi ilikuja ikafanyika hapo katikati. Nikakutanisha wazee, nikakaa na wazee. We tried to find a solution between the Moyoi and the Angata. And we almost came to an agreement. Then all of a sudden, tukaambiwa consent imetolewa, watu waende wakubaliane hapa chini. Na wakati watu wanangojea kukubaliana mpaka inapitia wapi, then some people wanakuja wanapitisha mpaka hapa. Then we also appealed the consent yenye ilikuwa imetolewa. Na kotini mwenye aisa kunasimamia wakatoa court order ya status quo kwamba hiyo shamba ikae venye iko. So if you can defy a court order and then come and kill, you know, defying a court order would have been a little bit soft, but killing 6 innocent lives and there is a court order barring you from doing anything on this land, that is the biggest crime ever. Na mimi nilikuwa nimesema, I don't know kama watu watakubali, nilikuwa nimesema we IG sijui hatukuandaa kukuona, lakini tumekuona. Tumekuona tu. Hatujui who you are serving. County Commissioner jana alikuwa hapa. County Commander alikuwa hapa. Wakaulizwa na hawa raia, nani aliwaambia nyinyi mtume askari kupiga sisi? County Commissioner was not aware of any operation here. County Commander was not aware of any operation here. How do you order an operation of that magnitude without even informing the County Commander?
And I don't even understand whether you know it. Sababu nimesema tutakubali uongee hata wewe utuambie if you are also aware of this operation. Otherwise hatukuwa ndaka uongee. Hii style ya kupiga watu kichwa ilitoka wapi IG? Hii ya kupiga kabisa risasi yenye by the time una pull the trigger you know somebody's life is about to end. And that person is in uniform. Surely IG. You don't want that to be your legacy. You don't want that to be the thing that your children will remember after you have left office, that you are a commander of a killer squad. IG, don't leave this place without taking action kwa wale officers ambao umeambiwa. This year I mean, hakuna kazi yako hapa. Kazi yako wananchi wameshafanya. They have already investigated na wamekuambia ni kina nani. Wanajulikana, majina yao inajulikana. Kazi yako ni rahisi sana. Shika, weka jela, wapelekwe kotini, wafungwe maisha. Honestly, look at even the kind of things people are having to say. I'm sure even you are at pains to know that you are the man charged with providing security in our country, but now you are, because of these errant officers, wanakuchafulia jina, wanachafulia serikali jina, wanaharibu nchi yetu. As we sit here today, people are not happy. IG, it is my hope that when you arise to speak, utatueleza vile ni police station gani watu wanaenda kulala wakigojea kuelekea mahakamani, wafungwe na mambo yao ikwishe. Huyu county commissioner, unajua mimi nilikuwa nasikia watu wanasema ni ACC ama inaitwa nini, hata sijui. Sisi waje tu mulisema jina naitwa nini? Jubat. Yani Jubat. Hii mtu hii nafikiri kama shetani aliumbwa, yeye aliumbwa mbele ya shetani alafu yeye sasa. Because when you are a discipline officer, ingekuwa yeye ndiye angekuwa anakataza na kujaribu kuongelesha wananchi kuambia tafadhali tutulie tusikue na shida ile inakuwa. But umesikia testimony of all these people. Hao watu wa kufanya mkutano ati wakuja waseme, but every person that has spoken amepatiana testimony kwamba he was the one in charge and giving command of how people are going to be shot. We cannot continue to tolerate such people. Huyo mtu umesikia testimony ya every person that has spoken here. I mean, because you are the one in charge with the investigation. Every witness that has spoken here ameongea na wako tayari kuandika statement. He is the one who pulled the trigger on that 7-year-old child. Yeah. Mimi nimesikiza viongozi wenu vizuri. Nimesikiza watu wote wale wameongea hapa. Nimewasikiza vizuri sana. Na kwa ile maneno nimesikia, nasema hivi. Kitu ya kwanza, tayari nimesababisha investigation kubwa kufanyika hapa, na IPOA pia wako hapa kuona ya kwamba kama kuna polisi yote ile ambao wamefanya maneno mimi nimesikia hapa, IPOA wako hapa kama oversight ya polisi. Polisi yote ambao ameoperate outside the law anabeba msalaba yake. Tuko pamoja? Anabeba msalaba yake. Mtu yoyote ambao amefanya kazi kinyume ya sheria atabeba msalaba yake. Ndio sababu mimi niko na watu wale niko na wao hapa, investigations itaendelea. Nimesikia nyinyi wenyewe mmesema tuko hapa, tuko na DCIO huyo atolewe hapa aende mahali nyingine. Wanaamini huyo utoe hapa, peleka huko kwako headquarters huko. Alafu ulete DCIO mwingine hapa. Huyo to atolewe hapa, ulete mwingine hapa. Ulete ule atakuja kufanyia wananchi hao kazi. Vile kazi inatakana kufanywa. Ile kitu kingine nataka kusema ni vile nimesema investigation tayari they have been instituted, na wale investigators kutoka huko Nairobi
tayari wako hapa na nyinyi, watakuwa na nyinyi tuweze kupata ukweli. Mtu yote ambao wako na maneno lazima awajibike kwa mambo yake. Si kweli? Hiyo tuko pamoja. Tuko pamoja wananchi. Haya, hiyo mimi ni hakikisho yangu, mimi nawapia kwa saizi. Ila kitu kingine wale maofisa wako hapo ya GSU, hiyo komanda wa GSU hao watatoa hapo, peleka mahali kingine pale. Hao watatoa hapo, upeleke ile mahali nyingine. Ile kitu kingine mimi nataka kuwaomba, nimesikia mambo ya wale wamefanya uhalifu hapa. Mtu yote ametajwa amefanya uhalifu, yeye atabeba msalaba yake. Awe nani ama nani abebe msalaba yake. Sio tuko pamoja? Na si mnaamini mimi hivyo? Abebe msalaba yake. Ile kitu kingine mimi nataka kuwauliza wananchi na kwa heshima kuu. Nataka kuwauliza mweke amani. Mweke amani, maana amani ni jambo ya maana sana. Amani ni nguzo ya muhimu na mimi nawaheshimu sana. Maana hata jana bado mliendelea kuweka amani. Si ni kweli? Hata mambo ikiwa gumu bado mliendelea kuweka amani, si ndio? Tuende kuweka amani, na tukitoka hapa mimi nawauliza na ni kwa heshima kubwa sana. Nauliza kwa viongozi wenu kwa heshima kubwa sana. Hii mabarabara tufungue, biashara zetu ziweze kuendelea. Tuko pamoja. Tufungue barabara ndio kuwe na movement mzuri ya sisi wote. Tuko pamoja, sio? Na mimi kama Inspector General wa polisi nitafanya juu chini kuona ya kwamba polisi yetu inafanya kazi ambao inatakana ifanye kwa mujibu wa sheria. Kwa mujibu wa sheria. Ile mtu ambao atafanya kazi kinyume na sheria atabeba msalaba yake peke yake. Hiyo tuko pamoja. Kwa hivyo mimi maana naona hali ya anga inazidi kuenda vile naenda, mvua ndio hiyo. Nataka kuwauliza tuendelee kuweka amani mahali popote tuko. Nyinyi ni wananchi wetu, nyinyi ni wananchi wa Kenya. Si kweli? Sisi wote ni wa Kenya. Sisi tunataka amani tu. Ukipata amani, sisi tunaendelea mbele. Ni kweli? Na mkifanya namna hiyo, mimi kama Inspector General wa polisi pia kazi yangu itakuwa rahisi. Ama namna gani?